kuwa na ushirikiano mwema katika ufalme. Tunapoangalia mambo na kuwa katika ufalme wa Mungu ni kuwa na ule uraia wa ufalme wa Mungu, na kabla hatujafika hapo, tukawa tuna uongozi ambao utatuwezesha kukaa katika mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuishi na kukaa katika mamlaka, yule ambaye tunamfuata ni yule mwenyeji wa kule katika ule ufalme ambao ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa na uhusiano mzuri na ushirika mzuri na Yesu Kristo, tutakuwa na uraia mwema katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kwa maana ndiye mwenyeji wa mbinguni, ataweza kutusaidia pakubwa ili kukaa na kudumu katika utakatifu na kutafuta katika njia za Mungu. Na ndiposa tuweze kuwa na ule Yesu Kristo pamoja nasi, lazima tumtambue. Tutamtambua, tukasema sana, tutamtambua kwa njia mbili. Jambo la kwanza, tutakubali kumtambua kama Mwokozi. Na kwa nini atutambue kama Mwokozi? Maana alituokoa. Number one, alituokoa kutokana na hukumu ya Mungu. Na tukasema ni Wathesalonike wa kwanza mstari wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 1 mstari wa 10. Na tena Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 9. Na tukasema nikanaza katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 9. Inazungumzia kuhusu yeye alituokoa kutokana na hukumu ya Mungu. Kwa hivyo kile kilifanya tukae mbali na Mungu, huyu raia wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo, ndiposa tuweze kuwa na uhusiano, tunamtambua kuwa Mwokozi katika maisha yetu. Na pia tunamtambua, wakati mwingi tunasema alikuja akiwa Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alituingiza katika dhambi. Adamu wa pili akatutoa, maana alikuwa ule mzaliwa wa kwanza alikuwa ni Adamu. Lakini huyu mzaliwa wa pili anatupeleka katika Eden ya mbinguni. Praise the name of the Lord. Kuna wakati mwingine anataka kama Musa. Musa wa kwanza alitoa watu katika Kanaan katika Misri ya kimwili na akawapeleka katika Kanaan, alikuwa anawapeleka katika Kanaan ya kimwili. Lakini huyu Kristo alitutoa katika Misri ya kiroho na kutupeleka katika Kanaan ya kiroho. Shika umeshika. Musa alikuwa anatoa wana wa Israeli katika Misri, awapeleke wapi? Kanaan, lakini ni ya kimwili. Na huyu sasa Musa wa pili, huyu ambaye ni Yesu Kristo mwenyeji wa mbinguni, anatoa katika utumwa wa Shetani. Musa alikuwa anawatoa katika utumwa wa Farao, lakini Yesu alitoa katika utumwa wa Shetani na utawala wa Shetani, atupeleke atuingize katika utawala wa Mungu, ndio utawala wake. Ndipo anasema ya kwamba wakati ambapo tulikuwa tumehukumiwa kifo, yeye alikuja akatuokoa. Ndipo tumeangalia namba 2, alituokoa kutokana na nguvu za Shetani, nguvu za kishetani. Kwa hivyo wokovu wa kwanza alitutenganisha na hukumu ya kifo, hukumu ya Mungu. Namba 2, akatutoa katika nguvu za Shetani. Alipigana na Shetani vita mpaka tukapata kukombolewa. Na that is the mighty and major deliverance ambayo imeshawahi fanyika. That deliverance, kutolewa katika nguvu za giza. Na hapo ndio tukasema katika Matendo ya Mitume 26 mstari wa 18 na Kolosai 1 mstari wa 13, na tukaangalia Waebrania 2 mstari wa 14, tukamalizia 1 John 3:8. Namba 3 tukasema alituokoa kutokana na nafsi zetu, akakontrol nafsi zetu. Na niliwaambia last Sunday, kama kuna vita kubwa inakuwa na mwanadamu ama adui mkubwa wa mwanadamu ni yeye mwenyewe. Tamaa za mwili, hisia za mwili, majivuno na maringo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kila mwanadamu mwaka anakuwa na kaida nikate, hataki kuguswa. Nasema mimi sitakaki ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Sitakaki kunaia, sitakaki kuguswa, kunaia. Mimi niko kwa ila yangu peke yangu.
mimi kabila yangu, mimi na mali zangu, mimi na ufalme wangu, mimi na whatever have. Praise the name of the Lord. Sasa wakati alipokuja akatuokoa kutokana na hiyo kiburi cha maisha, kiburi cha mwili, kiburi cha mali. Na wakati alituokoa na hizo zote, maandiko inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Wafilipi 3:18 alituokoa kutokana na nafsi zetu. Wafilipi 3:19, 2 Corinthians 5:15, 2 Corinthians chapter number 5:15, na Tito 3:3-6, Tito 3:3-6, then 1 Peter 1:18, 1 Peter 1:18. Na ikawa ni mwana akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Waibrania 5:8 na 9. Waangalie pia Waibrania 2:10. Nasema Waibrania ni 5:8 na 9. Kisha utaweza kuangalia Waibrania 2:10. Unaweza andika 2 Timothy chapter number 1, 2 Timothy 1:10. Praise the name of the Lord. Ikawa ni mwana wa Mungu akawa sababu ya wokovu wetu. Hakuwa na hatia, lakini ilibidi akufe ndipo sisi tupate kuokolewa. So number 2, hapo nataka tuanzie hapo leo. Kwamba kwanza tumesema tumemtambua kwanza kama Mwokozi. So number 2, tunamtambua kama Bwana. Bwana, he is the Lord. Si Bwana wa husband wa roho. Bali unafikira kwa unaweza kuikosoa. Najua kuna Bwana wa husband na Bwana wa roho. He is the King of kings and Lord of lords. Our Jesus is not our husband. Sasa hapo ndio shida inakuja. Nikisema sasa yeye ni Bwana, Bwana ni awoshwa. Sasa ni kumaanisha sasa tunataka tunaigiza Yesu kwa LGBTQ. Praise the name of the Lord. He is the Lord of lords. Kwa hivyo tofauti ni Kiswahili. Kiangalia katika Biblia tunasema yeye ni Bwana, yeye ni Bwana wangu, Bwana wangu. Kwa hivyo hapo ndio tunataka clarify. Tunaposema Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana, yeye he is the Lord of lords. Sasa hii ukipatia mjika afundishe, nasema ni Bwana, mimi nimeolewa. Hapana, sisi hatujaolewa. Yeye ni Bwana, yeye ni mkubwa wetu. Isa wao. Ile na ndipo unakuta shida nyingine, kuna watu ambao wanakosanisha. Usiite Bwana wako Lord. It's not your Lord, it's your husband. Amen. Ndio kale. Ndio Lord. We have one Lord, that is Jesus Christ. Others are husband and babe. And whatever he imagine. But he is the Lord of lords. Na kumuita Bwana, na hapo ndio niligusia kidogo. Kusema jina Bwana kumaanisha watu wote wako chini yake. They must submit to the Lord. They must. Hiyo hakuna ati nini, you have to worship him. He is the Lord of lords. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana. Kumaanisha is only Lord. Ndio akaelewa. Na ndipo tunakuta Yesu alipokuwa akifundisha akasema, na msiwe mabwana wengi. Msiwe mabwana wengi. Maana Bwana wenu ni mmoja tu, na ndiye Yesu Kristo. We have only one Lord, that is Jesus Christ. Tusisiwe na mabwana wengi. Ilifuata kwa wachungaji. There is no any servant anafaa kuwa Lord. Praise the name of the Lord. Naona mtu wako anainagua wachungaji wanainagua anaitwa Lord. No.
Na maandiko inatukataza usiwe na mabwana wengi, maana Bwana wetu ni mmoja tu, ambaye ndiye Yesu Kristo. He is the Lord of Lords. Na wakati tunapokuwa na mmoja tu ambaye ndiye Bwana, kila kitu, kila sifa, kila utukufu na heshima na mamlaka ni zake. Na ndipo unakuta ya kwamba maandiko yanasema kwamba hata gawana utukufu wake na mwanadamu. He remain alone in our life, in our heart, in our soul. Maana wakati tutakapoinua nafsi zetu kwa sanamu, kumaanisha tunalegawanisha ubwana wake, tumeugawanyisha na miungu zingine. He must remain our Lord in our heart. Usiwe na bwana na uwe na bwana. Kama mimi mchungaji nitakuwa bwana katika hii huduma, na Yesu atakuwa nani? Sikumaanisha atakuwa mtu. Praise the name of God. Because na Biblia inasema hawezi tumikia mabwana wawili. Halo, hawezi tumikia mabwana wawili. Maana utampenda mmoja na kumdharau mwingine. Na hapo ndipo akaklarify kusema hawezi ukatumikia mali kisha ukamtumikia Mungu. So nami nalinganisha na Proverbs 3 ambapo nasema na mkamtukuze Bwana katika mali zenu. Si mkatumie mali kuzitukuza, mkazitumie hizo mali, msitukuze, msisiabudu, mkazitumie katika kumtukuza Bwana. Because you cannot serve two masters. You cannot serve money and at the same time you serve God. Hallelujah. Hamjui Yesu kama Mwokozi. Kumjua Yesu kama Mwokozi kunatuleta katika ufalme wa Mungu, lakini pale sio mwisho ambapo uhusiano wetu na yeye unaishia. Maana tunapokuwa ndani ya ufalme wake, uhusiano wetu huo utachukua katika mabadiliko mapya tofauti. Sasa tunamjua yeye sio tu Mwokozi, bali kuwa ni Bwana. Bwana wetu ni mfalme katika ufalme wake. Wakolosai 2:6. Yeye tu si Mwokozi, bali kando la kuwa Mwokozi bado ni Bwana. He is our Lord. Praise the name of the Lord. Biblia inasimulia katika Wakolosai 12 mstari wa 1 chapter number 12:3. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu alaaniwe, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana asipokuwa katika Roho Mtakatifu. So unapotambua Yesu ni Bwana, huyo sio mwongozo wa mwanadamu. It is pure spirit of the Lord. And you cannot serve Jesus unless you obey the voice of the Spirit of God. Bless the name of the Lord. Kuna wakati Yesu aliuliza wanafunzi wake swali. Akawauliza, huko nje watu wanasema mimi ni nani? Na wengine wakaanza kumwambia, wengine wanasema ni nabii, wengine ni mtume, wengine wanasema ni Elijah, wanasema wewe ni uko na roho ya Yohana. Akawauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Maana kama saizi for example, kuna vile watu wanasema na Pastor Goge ni huko nje. Kuna vile wanasema si hata wewe ni boss ufike hapa, kuna vile ulijua Pastor Goge ni huko nje. Amen. Lakini saa hii nakuuliza wewe unasema mimi nani? Hivyo ndivyo Yesu aliuliza. Huko nje wanasemaje? Mshendewe huko nje kwa vijiji wanasema mimi ni nani? Na akawaambia, lakini Petro akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamgeukia akamwambia Petro, na hata ule ufunuo haujatoka kwa akili zako wala mwanadamu, ila Roho Mtakatifu amekufunulia. Haleluya. Kama kumtambua Yesu kama Mwokozi, kama kumpenda Yesu na roho yako yote, sio kitu kinatokana na kufundishwa tu. Ninarudia. According to me, vile ninamjua Yesu na kumwamini, haikutokana vile nilifundishwa, zaidi imetokana na ile experience nimekuwa nayo nikiwa pamoja na Kristo. Na zaidi ya hayo, ule ufunuo ambao nimepewa na Roho Mtakatifu kuhusu Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe umuelewe kivyako.
kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe utapenda. Niliwaambia sana, Yesu hakuwa na sura ya kupendeka, hakuwa na mali, hakutoka katika familia ikipendeka. Yaani background ya Yesu mahali alizaliwa haikuwa mzuri. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho inaweza kuvutia mtu kwake. Hakuna kitu kizuri kingevutia mtu kwa Yesu. Lakini ukitaka kujua yeye ni nani na ni mwenyeji wa wapi, basi unaweza kumpenda zaidi na utake na upende ushirikiano wako naye. Ndio tunataka kila mmoja. Kama ukimchukua literally, wacha niseme vile nilikuwa tunaongea na wachungaji leo. Ukimchukua Yesu literally pasipo roho, utachukua ni mtoto wa seremala. Kweli si kweli? Na batuke chukua mtu ambaye hakusoma. Maana kutokana na mimi sijaona mahali Yesu alisoma sana, lakini naona mahali kwingi akisomesha. Na hivi ndipo akaitwa Rabbi. Rabbi inamaanisha is a teacher. Yes or no? Rabbi is a teacher. How come tunaweza kuwa teacher na hujafundishwa? Haujaingia class, haujaitimu, hauna makaratasi. Ikumaanisha hauna brand, hauna mipango, hauna sera. Praise the name of God. Sasa huyu Yesu, yeye mwenyewe alikuja kama mwalimu, maana ualimu wake ulitokana na nabii. Praise the name of God. So nataka kusema hivi. So huyu Rabbi ama huyu mwalimu mwema, usipomjua kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, hauwezi kupenda. Ndio tunadai. Ama unataka niambie vile tumekuhubiria ushuhuda wa Yesu, ndio ukapata umaarufu na kusema huyu ni Yesu, na tena Yesu na roho yako yote. Sometimes the experience ile umepata kuwa ndani ya Yesu, na yale mambo amekufanyia, na yale mambo ameyafanya, na ule ufunuo ambao umepata kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, inakufanya kumpenda zaidi na kuwa Bwana katika maisha yako. Na utaangalia katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 13. John 13:13. Utaangalia katika Warumi 1 mstari wa 4. First Romans chapter 9. Romans chapter 1 verse 4. Romans na nafasi na second. Romans. Tutaangalia First Corinthians 8 verse 6. First Corinthians 8:6. Then tutaangalia First Corinthians 4 verse 5. Nilikuwa nataka tukimbie kidogo, maana nilikuwa nataka kugusia kidogo mambo ya uraia na uhalali wa kuwa katika mahusiano na Kristo. Tunapoingia ufalme wa nuru, tunaweza kufurahi kwa sababu tuliumbwa kwa ajili hiyo. Uhusiano wa upendo pamoja na Bwana, kwa sababu hii wakati Yesu anapokuwa Bwana wa maisha yetu, tunaona kuwa utawala wake katika maisha yetu unatutoa katika balaa na dhambi kuingia katika utukufu wa kimungu na imani. Kwa hivyo tunapomtambua Yesu kama Bwana, tunapomtambua kama Bwana, tunakuwa na ule urahisi kukaa pamoja na yeye. Tunakuwa na ule urahisi kutembea na yeye. Na itakuwa ni urahisi kuishi maisha ya Kristo. Praise the name of God. Kuna kitu moja wanga inanipendeza. Wakati unaposimama kumhubiri Yesu. Unaposimama mbele kumhubiri Yesu, na huyo Yesu haujakutambua vizuri. Kwa hivyo utahubiri vile ulisikia kwa runinga, vile ulisoma kwa kitabu, vile ulisikia pasa anapenda, lakini sio vile wewe unapenda. Ndio nataka Noma pokona watale lochega. You have a intimacy with him. Umeingia ndani yake na amekaa ndani yako. Biblia inasema mimi nikikaa ndani yangu, nami ndani yenu. Na nikikaa ndani yenu kabisa, muombe jambo lolote kwa jina langu nitapeana.
Kwa maana umenipenda na roho yangu yote. Unanipenda na roho yako yote. Maisha yako ni yeye. Praise the name of the Lord. Kuishi kwako, kufaa kwako ni Kristo. Basi utakuwa na mahusiano mazuri, na hata ukimhubiri anaweza kutenda muujiza. Yesu hawezi akatenda muujiza kukupitia wewe unless uwe wewe Yesu. Au niko sawa? Bado utawala kuitaji Yesu. Hiyo kupitia Yesu hiyo. Kila kitu kiko ndani yako ni Yesu. Praise the name of the Lord. Sasa ukinyoosha mkono, kila utukufu nataka kurudie Yesu. In your mind, kila ninafanya ni Yesu. Kila ninahubiri ni Yesu. Sitaki sifa zinirudie, nataka sifa zikurudie Yesu. Hapo ndipo watakapoonekana. Watu wakikuangalia wanamwona Yesu ndani yako. Maana umejifika Yesu na wewe ni Yesu katika mawazo na mwili wako. Lakini ukikuja katika madhabahu ili tukujue na tukuone, basi itakuwa ni wewe, si Yesu. Na tutakuona wewe. Na he cannot perform any miracle. Maana akifanya muujiza, basi utukufu utakurudia. This is why tunafika mahali tunachanganyikiwa. Unasimama kwa madhabahu kama hiyo unachanganyikiwa. Because unataka watu wakuone. Waibaji Bwana asifiwe. Unataka kufunga watu wakuone. Unataka kufunga watu wakusikie. You are not here to worship the Lord. You are here to entertain people so that they can praise you. We are here with one mission to praise the Lord of Lords. Bwana ni worship. Ikiwa kama hana leo ona divoteo lekonya la ukonya la tono Yesu kwa hela ndipo ndikebunu naro wana kiruke ya makigete watu wa bibi kinyano ahiga borosha ukona na maji ya kushuka. Unahubiri watu wanakuangalia, unaibisha, una expect watu waruke au unakuangalia tu na macho, maana hakuna praise. You praise yourself, you don't praise God. Wanasifiwe. Hapo naona kama nimekanyaga vibaya. Ndio majira hii. Ndio mimi najua hivi. Praise God. Unajua nimekaa kwa huduma, kuna wakati nilikuwa mwimbaji. Kuna siku tulifanya practice, tulikuwa tunafanyia kwa, tulikuwa tunalala kwa siku hiyo. Every Saturday watu walikuwa wanalala kwa. Tunakuwa na kesha midnight. Naitwa midnight. Tunakaa mpaka saa 8 tunalala. Tulikuwa tunafanya practice. Tukawa watu wachache. Tukasema tuta practice na wataimba, lakini tutashusha mbingu. Watatutambua. Baada kanisa. Tuli practice hivyo. Mimi nilikuwa naibisha kama niko 20 na huko wengine kama 20. Tukachukua darasa basi hata mimi sitakuwa. So Sunday hiyo ingine tuliomba sana kuliko kufanya practice. Tukaomba. Wacha nikuambie siku ya sikupiga drum. Nilichukua microphone. Nikakaa hivi anakumbuka. Na kwambia watu walianza kupiga drum kwa hiyo kanisa. Watu deliverance ikaanza. Tukaibisha tukiwa ndani ya roho na kumbuka hata sikufungua macho. Hivi hapo nilitoa hii mambo ya kuiba nikiwa nimefunga macho. Sitaki sasa nione watu kama wanaruka ama waruki. I want to worship the Lord. I want to praise the Lord. Praise the name of the Lord. Maana wakati unataka kuangalia vile watu wanaruka, nikaamua sasa sitaki kuwaona kama wanaruka, nataka nione kama Mungu anakonsentrate na sifa sana. Na wakati huo Bwana alifanya kazi. Nakumbuka kwa wakati tuliyekuwa tuwe mahoma, kwa hiyo kanisa tukuje mahali sasa tulikuja dhehebu mpya. Tuliongozwa na wale sisi tutaongoza sifa. Tuliongoza sifa tukiwa ndani, watu wakiwa nje. Nikasikia taswira, kuna vitu zilionekana katika anga. Yaani kuna siku mpaka mbingu inashuka. Praise the Lord. Unahubiri watu wanapona kabla hawajafanya deliverance. Sio kwa sababu wewe uonekane, unamhubiri Kristo kama Bwana wa mabwana. Na wakati unamtambua kama Bwana wa mabwana, even in your house atakuja kama Bwana. Wacha niulize wazee.
wale kwa familia. One is very good family. Wakati familia yako inakutambua kama bwana yako hiyo nyumba, unachezana kama wewe. Helikopta ucheze kama wewe, wajue mahindi ya hakili. Ahidi ni hakili. Bwana anasema afadhali nikope, niwahakikishia hivyo mmenitambua na mimi kweli hamujakosea. Yes! Wakati familia inakutambua kama baba yao, kama bwana, unahakikisha unasimama kama baba. Please ndimo kwa. Hadi ya worship. Bwana kidi lakini na nini kukura kidi. Amen. Ida wata kurufi utabudhuru ukiwa kwa ndiko to hapo. Jeje ni mundu no koshida mabira. Timusha jeje hapo. Amenye ndimo kwa alternative kwa wana. Please ndimo kwa. Vitu sikike na hizi semina. Vitu sikike wazee wanafanya kosa kufanya, maana watatakuliwa. Na wakati unapomtambua Yesu kama Bwana wa mabwana, atahakikisha atasimama kama Bwana katika maisha yako. Usipolinganisha. Let me say, wasichana wadogo, ukimtambua Mungu wako kama Bwana na utamlinganisha na mwingine, atasimama kama Bwana. Atakutetea kama Bwana. Atakupigania kama Bwana. Atakuprofile kama Bwana. Praise the name of the Lord. Na ndipo Mungu akamuuliza Musa, "Mbona unanililia? Na wewe nimekufanya kichwa, nimekufanya Mungu mbele ya Farao, mbele ya Israeli. Nimekufanya kichwa. Mbona unanililia?" Akamwambia, "Uangalie mbele kuna bahari na nyuma kuna maadui." Kama Musa, "Ambia wana wa Israeli wasimame na wakaona uokovu wangu." Sasa hapo Mungu anasimama, anacheza kama yeye. Sijui kama umeshakuwa katika situation unataka Mungu asimame kama Mungu, na anasimama kama Mungu, ukitoka hapo unatoka na ushuhuda kuna Mungu mbinguni. Sijui kama kuna mtu Mungu asaicheza kama yeye maishani. Mimi ashaicheza kama yeye maishani. Yaani anakuonyesha I am the King of Kings and I am the Lord of Lords. Praise the name of the Lord. Wakati unaposimama hivyo ni wakati umemtambua kama Mungu na miungu na hakuna mwingine. Praise the name of the Lord. Nilimwambia kitu kingine. Kama Mungu ataona katika moyo wako, maana Daudi anasema yeye achunguzaye mioyo ya wanadamu, yeye achunguzaye mioyo ya wanadamu, anapokuja achunguze moyo wako, aone hauna Mungu mwingine hata kuleti damu. Lakini ataishi kukuleti damu kama utakuwa na ushauri. Amen. Unajua sasa shida, tumeingia mahali sasa hapa ndio nilikuwa napenda sana. Bwana. Ndiposa mtu afanyike Bwana na atambulike kama Bwana, kuna vitu inahitajika hapo. Amen. My child. My wife. My husband. Huwezi kuita mtu my husband na si your husband. Lakini ukihana husband, mtaka ile wasi anashia kwa. Wewe kwa wewe ile wasi anashia kwa. Hena question maki hapa. Uli baba watoto wako. Ukisikia hiyo introduction, uli ya mama watoto wako. Hapo a very big question mark. Praise the Lord. Huyu mwenye wasi anashia. Ogo kiboduliwa. Uwa ndege kubiashia na akwenda no kibodu. Ule mtumia, ule mtumia na wasi anashia kwa. Uko ile project yako na ni kitu pekee yako unaendelea tu. Tushi not more too. When you say about the law, there is a relationship. Wanasikia sikumaanisha umepata na mtu mtoto akiwa anafaa kwa bwana yako, hapana. Mtu kwa historia hapo na kujua na pengine mumelana na yeye, sikumaanisha huyu bwana. A husband is about responsibility. A wife is about responsibility. Hallelujah. Mungu sikumaanisha tu. Praise the name of the Lord. Na ndiposa Yesu asimame kama Bwana, lazima wewe mwenyewe uonyeshe. Ukiangalia katika John 10
inaongea juu ya wachungaji. Na ndiposa hata mtu kuitwa father, we have so many pastors in Kenya, so many pastors but few fathers. Father is about responsibility. Madhari ya mwisho. Pastor kama kanisa. Wanasikia sana. Wachungaji wanakuja kanisa ikiwa imejaa. Akora ya ndio hiyo. Makije tena. Kama umetaka ni hapa sasa ya kando makije tena. Sasa tumefika nusu ndio wanasikia kinakuja. Au kwa ibada ya turugamana magoro maitu. Turugamana magoro maitu. Tutikire tukataka kaliye leo wakati mmoja ile. Angiakani na makara hii. Makibuka kiasi yake hapo. Au kala kuja wakati ile rangi ya hawa. Yara ile ya sasa. Sio ile taboko kibafi. Pure madness. Praise the name of God. That's a pure madness. Yesu alitangulia. Na alipo Yesu ukiangalia katika John 10, and that John 10. Mwizi haji kwa njia nyingine ila kuiba nguo na kuharibu. Lakini mimi nilikuja kutafuta na kuokoa. Praise the name of the Lord. Na kondoo wanamjua. Tumeshika John 10. Nataka kuona huyu ni Mungu Bwana tunamtambua. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili muwe na uzima kisha muwe na utele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa msaada wala si mchungaji ambaye kondoo si mali yake. Humwona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia. Mtu ambaye kondoo si wake akiona mbwa mwitu anatoka, anaacha mbwa mwitu akule. Sikipaki ni sawa, sikisha sawa. Kondoo si mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mambo kwa kondoo si kitu kwake. Endelee. Mimi ndimi mchungaji mwema. Nao walio wangu na wajua. Nao walio wangu walijua mimi. Kama vile Baba alijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Itakuwa ni kundi moja na mchungaji. Sasa mchungaji shughuli. Mchungaji anakutaka kondoo zikiwa kwa zizi. Wanali ya wale nikoje wakati ya kutoka nao. Hapo kutoka tele. Ona malingana mahali. Ndio mdiri ya Mungu. Bwana asifiwe. Utukati ya kukinya na mbele ya Mungu. Nika na hadi akata kishebu. Hapo kana kuingilia zuraku au la aita Mungu. Mungu itaroka. Nika na orusho kwa kishebu yake. Anashoka kama mrako ile. Agashikiriria agashitara shikengera gitarago akona ciothe niceumira akona heka bwagatariho atahika gicebe agathie gakaire gwetha kau korete na niguo mandiko maiga akoreria agikona kamwe korete agatiga 99 akamenya ati kabwagatire ona 99 nigetha ndige gakarete kau akona kanyire cia thĩinĩ oke athondeke sherehe. Tondũ kama nĩ kone ũcio nĩ mũrĩithi mwega. Yakora kama ciothe cigĩcerwo ciothe cikaire thĩ ciothe cikirire tene ekũmenya atĩ na 99 akamwĩra atĩrĩho lazima afike mapema. Nĩguo tukate niwe ndorete nginyage tene kanitha mũkahata gũkũ mũkarora kũrĩa kwega mũkahoya ngoma ikaingatwo. Ashika matikika takoma. Hiyo ni mwa fati kujira kukaika takoma. Mushika fati kujira.
age mwana ni ndoka leo ndani ma amen. Tukatile hiki na wale mabodi. Sasa kama Godoki anakuja kutengeneza sisi, basi hapo mchungaji ni wakati gani? Praise the name of the living God. Ndio na boli kama ngoro ile kuhorera profito rumbe. Nekiuku no de boli nebo ena yudo na yote ina musumeno wa kuleta. Ila kinagera ndio msumari ekoni. Is that possible? Hiyo ni kazi ya mchungaji. Na Yesu akasema nilitoa uhai wangu. Na hapo ndipo tunamtambua kama Bwana. Akili kwa ndani ya washo. Ndio ikaleta na yeye dudu umeleta mtuga tukikubata. Bwana Yesu asifiwe. Unatokile na shika na lakini na shika. Ndio. Mmoja wekania. Wale Mungu kiageta. Ndio anaamini. Praise the Lord. Mchungaji lazima uamke. Nawe Mkristo lazima usimame kama Kristo. Praise the name of the Lord. Kuna kitu inanipendesha hata saa hii. Yesu acha kupumzika. Bado ako kazini. Ndiye upete kuo ila kama leo ya ila kai. Ndiye upete kuo ila kama ya Ruba ibakai idake yave ule yadake na akona isaime yasiode yakaime upete kuo idakame ya uraina kai elake yende. Praise the name of the Lord. Ikiendelea hiyo wimbo inasema niako ya wewe aju anaingereze alikie kurushia. Praise the name of the Lord. Huyu ndiye Lord of Lords. Na ndipo tunasema praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sio tunapenda wote kusema Bwana Yesu asifiwe. Usiwe unasema tu Bwana asifiwe. Kokora asifiwe Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. He is the Lord of Lords. Who is worthy of our praise is Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati utakapomtambua kama Bwana, maisha yako itaanza kubadilika. Unajua wakati mwingine tunamtambua just Jesus. Jesus. Kama ile Jesus ya Nigeria. Jesus, hata wakati tunafanyika kitu Jesus. Kuna Jesus wa Nigeria, ile wa misawa wa kufanya vitu kwa sarakasi. Lakini Yesu hapo maandiko inasema kwamba hakuna jina lingine tulilopewa linaweza kuokoa na kukomboa ila jina la Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of the Lord Jesus. So wakati tunapotambua na tunapoingia katika uraia wa mbinguni na tunapotambua Yesu kama Bwana, mambo ya kwanza tumemtambua kama Mwokozi, sasa tumemtambua kama Bwana. Kumaanisha kila kitu tunafanya tunataka apokee sifa zote, heshima na utukufu. So we do everything for Jesus. Even about us is about Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kuhujia, kuina, kudhabia kanisa, kuruta sadaka, kuruta 10% because of Jesus. Na kama hautakui kama Bwana, utakuwa hata na shida kumtolea mali zako. Madhani ya kosho. Ukikai kwa kinga kuwaza, ulikuwa na uhodhile 50, na vina kita ila na mdoki utaki. Kudulewa kuta sadaka. Kuruta sadaka, kifungura 10. Ama sadaka kwa utagekeiwa hiyo. Hiyo natoa. Kwa hivyo unanunua. Tena kiundugu ikadio, unachunganisha na madhabahu na 5,000. Unataka kuchukua laana ya ukoo na kijamii na 20,000. Hiyo unatoa, lakini kama huna kitu hapo imewekwa, ati ikatwala weke kwa kama nyoka. Hii kapita chai. Unakumbuka wakati tulikuwa na wedding service kila area koma tunakuwa na sadaka inaletwa baadhi zinajaa. Kinyanguto kile kiona na hapo.
Marudia bio. Na Mungu akaniambia Gereta utaka digotaka na yeye akayataka yeye. Praise the name of God. I'm not here because of money. Siko hapa nipate heshima ama nipate mali. Bwana Yesu asifiwe. It's not because of Jesus. Lakini kama utatoa kwa sababu kuna kitu umewekewa umeahidiwa, basi kumaanisha bado upendo wako na Mungu bado kuna dosari. Kuna hali ya osho. Hebu nishukuru mtu hapa kanisani anapenda Yesu. Nionyeshe kwa ishara ya mkono. Kuna mtu anapenda Yesu. Kwa nini unampenda Yesu? Hebu uliza mwenzako na akujibu. Akwende umeleteni tonela hiyo kutumia. Tonela hiyo posho. Kwa maana uko na nguo. Kwa maana umepona. Kuna wimbo imeibwa leo. Hata Bwana usiponipona bado nitakuamini. Usiponiinua bado nitakuamini. Usiponibariki na mali bado nitakuamini, because my love to you is unconditional. Praise the name of the Lord. Kama unapenda bwana yako, si bwana wako. Kama unapenda bwana wako, Mungu wako kwa kwenda ndo wabesha. Akiwana wako tele. Let us love Jesus unconditional. Naweza kupatia everything that I have. Naweza kupatia kila kitu niko nacho. Kwa sababu nampenda ni Bwana wangu. Ninampenda Yesu. I love Jesus. Kusema ninapenda, lazima nipende jirani yangu kama nafsi yangu. Hello. You itabirisha, he is the Lord of Lords. Na mwisho. Dini yangu hiyo iko sawa? Iko sawa? Thank you. Sasa nataka tuangalie uraia halisi. Huyu mtu tumeshikana, tunampenda Yesu, na sio kwa maana tunampenda vile watu wanampenda. Tunampenda kwa maana anafaa kupendwa. Mwadhani ya worship. Na hili swali nataka kuuliza wamama. Nani wako na Bwana hapa kanisani? Akaenda mhudhuri kanisa hili. Wala washuka anaenda mhudhuri. Bwana asifiwe sana. Uko kwake kwa nini? Kwa nini uko kwa huyo Bwana? Asiwe kwa kugeka. Na tuone tualikie kugeka. Na nao shomoke uko kwa tuliubade hivi maisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika shoshi. Ndio haikala wiki. Tukasema kwa ya kanisa. Na bado ni akuli na waleyo. Kwa maana uhusiano wetu haukuwa pesa, haukuwa watoto. It is beyond that. Let your love be beyond wealth, beyond money, beyond material things. Amen. Yaani upendo wako na Yesu usiwe katika vitu ambavyo ninataka. Nikishapata basi uhusiano wetu umeisha. Kama uhusiano wangu na Yesu ulikuwa ni mali, ningekuwa tuliachana kitambo. Kama ilikuwa ni watoto, tungeachana na Yesu kitambo. Lakini uhusiano wangu na Yesu, with or without, I love Jesus. Hata asiponiinua bado nitamwamini. Asiponipanua bado nitamwamini. Kwa maana ninajua kile ameniahidi, it is beyond material things. Praise the name of the Lord. Kile ambacho Yesu amefanyika ndani ya maisha yangu, kile amefanyika ndani ya moyo wangu, it is beyond material things. It is beyond marriage. It is beyond husband and wife. Praise the name of the Lord. Ana unaweza leo na mke akufe, ama mume akufe, ama mzae watoto na wote wakufe kama wakati wa Job. So tunaona mfano mzuri na Job. Alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu, ilisha siku moja. And Job remained faithful before the eyes of God. Praise the name of the Lord. Kumbuka Ayubu alisema nalikuja uchi na uchi nitarudi mbinguni. Nalikuja bila na nitarudi bila. So that fact, kama Mkristo usitakane na mali, maana tunafika mahala kioko tunakimbizana na vitu, ina hali Mungu anakuambia if you bury me, ukilipata umepata kila kitu.
So tunakibishana mali ambazo hizo mali pekine ni oh my God. Sasa nitasema nini? Kile mrakima kia. Aikopia ni mrakile kuimasho ndio. Ni mali matole kule hali. Na ndo mali ndio matile kuimasho ni mapokeni. Motivation kwa Yesu, tabu sholani uoki. Kanisa asifungui. Imagine hata ya komanda ilikuwa anadaiwa 10 million. Akasema hata 20 million ni takataka. Thank you, Commander. God bless you. Wacha wajue, we are not here because of money. We are here because of Jesus. Free worship, they are there because of money. Na hata wanashindwa kulipa hiyo nyumba. God will desperate our enemies. Hallelujah. Hajo hikaji free worship. Na tokoya manene. Mahikirusho, tuwana oya hiku yako lipo. Nukacho lelashi hiki. Nito leka hilongosha. Hallelujah. Sasa tunaingia katika uraia wa Mungu, uraia halali. Sijui kama wewe uliza mwenzako, are you a citizen of heaven? Wewe ni raia kamili. Kuna raia wa Kenya hapa. Kuna mtu ambaye ni raia wa Kenya. Ilikuwemo pia ndani ya Kristo kama ni mfalme wa ufalme. Alikuwa mtumishi. Ni mfano wa uraia halali wa jinsi ya ufalme wake ulivyo. Ninyi mwanita mwalimu na Bwana, nani mwema? Ninyi mwanita mwalimu na Bwana, nani mwema? Vema, mwanena vyema. Kwa maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawala miguu, imewapasa vivyo kuwatawala miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mwatendee vivyo hivyo. Kama nyinyi mwaniita mwalimu, praise the name of the Lord, na mwaniita Bwana, na nimewaosha, nikitumia lugha ya kuwatawadha, si rahisi. Wale ambao walikuwa Waislamu wanajua kutawadha ni kuosha ama kutakasa. Nakumbuka wakati niliweka watu wa wachungaji, niliwaosha miguu. Na ndio hii utaipata katika kitabu cha Yohana 13:13 mpaka 15. Na Yohana 13:5 mpaka 17. Na tena unaweza ipata Matthew chapter number 26 to 28 na pia Luke chapter number 22 to 27. Aliwaosha miguu ikiwa ni ishara ya kuonyesha uraia wa mbinguni ni wa kushuka, ni wa kunyenyekea. Tukitaka kujua wewe ni uraia wa mbinguni, Tusi ikera kumenya kana wewe uraia wa mbinguni ikufatara kuingia. Kama uko na kiburi, mbinguni hakuna kiburi. Aliyekuwa na kiburi alikuwa shetani, akashushwa. Raia wa mbinguni wote ni wanyenyekevu. Raia wote wa mbinguni hawajitakii makubwa. Raia wote wa mbinguni hawataki heshima, maana wanaheshimu. Hawezi kuheshimiwa na ukubali kuheshimu. Sisi raia wa mbinguni tunapenda kuheshimu. Nikiona wewe huniheshimu, najua wewe sina shida na wewe. Wewe si raia. Wala ni angosho. Raia wa mbinguni wanajua kuheshimu. Na usipojua kuheshimu, na heshima inaanza wapi? Hata nyumbani. Hata kwa kanisani. Unaniambia unaweza kuwa unaheshimu Mungu na uniheshimu mimi. Wao wanaotukia leo wote atakaenda kuelea hivi. Obola na kidogo kitu. Ndio inaabiri hapo huko itali na hiyo. Kuna akili tale kwa jamii ile na akili na mambo. If you don't mind place hapa tukugusa hiki hapa. Kuna akili. Tukugusa nikupatie akili. Tukugusa kiatu nikupatie akili ya mafuta. Niliwaambia vijana wengine hapa, ninamuita pale nyuma akuje hapa mbele anaangalia. Akaro na yule wakati. Unaomba tena akili na anaitilia. Ngaji yake.
Praise the Lord. Raia wa mbinguni anaweza simamisha vieti pale na akuje apige tasa. Halo? Raia wa mbinguni anaweza simamisha gari kama ile imesimamishwa na akuje shida hapa akiwa amesimama, akiwa security na atoe sadaka na asitake mtu ajue. Raia wa mbinguni ni watu wanajua. Nani Yesu anasema ya kwamba kama kweli mimi mwaniita mwalimu na Bwana, nani mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye mwalimu na Bwana ninawatawala miguu, imewapasa vivyo kutawala miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kwa mimi niliyowatendea nanyi watendee wenzao. Praise the name of the Lord. Unaweza hata our reverend no walimu wakale miako ya mwana na mga bila muhurire kinya kuo kura kuo kutidiko kia mafuta make. No! Praise the name of the Lord. Hata kitu ambayo inatusumbua nipo waliwa mafuta na kuvalishwa hii mavazi. Tumekuwa na kiburi pata kunakuwa wakubwa kuliko Yesu. Kwa hiyo kaninde na makoma ya tekela mamo bishop na mutirima. Iyo na Yesu akekubera Yesu nina batao tulia dukohoele. Uke deliverance Yesu tulia. Kumuna yo makuwa inatuinuanga tunakuwa na kiburi. Praise the name of the Lord. Tusiwe na kiburi, maana tunapopata kiburi tunakosa uraia wa mbinguni. Praise the name of the Lord. Wakati mke utakuwa na kiburi, wana mume wako si kitu, maana umepata kama mshahara, huyo si mume wako tena. Praise the name of the Lord. Na nilipokuwa ninasema kuna watu ni walikuja hapo Tuesday nikawaambia, wakati tu mlikuwa hapa kanisani mkaona tumetoshana, ndio mashida yangu na nyinyi ilianza. Umezunguka for the last 5 years. Ilikuwa ni 15 years. Wamezunguka 15 years. Wakarudi hapa. Nikawaambia sasa mko tayari kunyenyekea kabisa. Hata kuacha kunyenyekea, tuko tayari kulala chini. Huko walitekelezwa na shetani. Praise the name of the Lord. Wakati utakuwa raia wa mbinguni, utajifundisha kunyenyekea. Pastors, wapasta wangu. Pastor Bernard, Kioko, Reverend. Praise the name of the Lord. You must be a servant so that you can serve Jesus. You can't be a boss and then Jesus is a boss. It can't be like that. Mwadhani ya mosho. Beni ukikaiwa wena apesha kuongea. Dufati huko huko. Ila kanida. Pastor Araba niya diye ndiko atakumegete. Ndio tunakalia kwa nini kukia ya. Na wachie kuna kadiri wa. Ndio ndakoje kada balance. Uraia umeanza kufanya nini? Kushuka. Wakati mimi nitakaposikia simuhitaji Yesu, kuna kitu nilikuwa naambia Masabeli. Kuna watu walitapika Yesu, si ndio? Walianza wakaba kulingana vile uko na lights na followers wengi. Sasa wewe uko top. Akaenda wakatapika Yesu. Saa hii Basi unaona mamunyo na hospital. Akome hapo mamunyo na hospital. Achoke. Istro de kasheke, ega hospital, eri anende. Aharukio. Akomara kubeli kanwa Yesu choketa. Praise the name of the Lord. Let me tell you, you need Jesus. Hata kama utaolewa, utapata mali, you need Jesus. Ambia Mungu unahitaji Yesu. Wewe. Bila kutaraji Yesu. Wanakaweki wa clips. Aya ingira. Adi hapo gero. Praise the name of the Lord. Unajua wakati utachika hizi kuna kitu nataka ingie ndani ya mtu. Ndani yako. Wakati utasikia hauhitaji Yesu, ndio unakuwa unamhitaji Yesu sana. Dunia inasema haihitaji Yesu. Kama saa hii nani service? Nikumaliza na malizia.
Tarehe 25 nasikia Chelsea wanapokea. Bwana asifiwe sana. Na hapo wamejipanga sana. Wale wanaenda kuimba. Wale wanaenda watu wamejipanga. Lakini ujui kitu gani kitazaliwa? Na Kenya kama kuna wakati tunahitaji Yesu ni wiki hii na kabla hiyo tarehe 25 itafika. We need Jesus more than vile tunahitaji Chelsea kutokea. Mali ya worship. Tunahitaji Yesu kuliko hii serikali. Aidha ni ya Mungu ama ni Kenya kwanza. We need Jesus more than that. Praise the name of the Lord. Watu waondoke katika siasa za ujinga. Kama kuna siasa ambayo inafaa kuchapwa wakati huu ni siasa ya Yesu Kristo, because we need Jesus in our family. Hata tukichagua rais mzuri namna gani, hakuna rais atakuletea chakula kwa nyumba. Hakuna rais atakusomeshia watoto. Hakuna rais atakutawala kwa nyumba yako. Lakini kile yule ambaye anaweza kuingia na kutawala kwa it is only Jesus. He can provide for you, he can protect you, he can save you, he can direct you, he can honor you, only Jesus. Lakini wengine wote ni matapeli. Wanasiasa, hata kama yeye ni ndugu ya mwanasiasa, ukiangalia simu yangu kitu kama 10 years down the line, hao watu wote wanasimama. Tulikuwa tuna communicate nao watu vizuri sana, kwa vile wanajua. Kama huko hapa tumekaa na yeye, tumekula na yeye, tumekunywa na yeye, nimetembea mpaka kule Ikulu. Lakini alipoingia siku ya kwanza, basi siku zote zikaenda mteja. Una bibi yako hapa kwa kitu. Pesa yangu mpaka huko watu walikuwa wananichukia kuile. Nimeshika na huyo jamaa. Saa hata alipiga simu najua hii simu hapo hiyo. Lakini ya Yesu tangu aliponiokoa for the last 30 years inakuwa anadu 24/7. Madeho anaambia. Ndio wanasiasa. Je, simu ndigano huko. Bwana Yesu asifiwe. Si upate Yesu upate kila kitu. He's the Lord of Lords. Praise the name of the Lord. Kuwa raia wa mbinguni. Nikashesha yeye kumena na yeye ndio raia ndio imena. Silitokea siku moja raia wakitokea wa dunia na mimi nikatokea. Kile niliona atakaia anaweza kukuambia. Ilitokea ikasema mimi hata mimi raia, mimi Mkenya. Usaka. Bado unasoma. Au unaandika wapi? Ndio raia. Wewe ni raia wa mbinguni. Kile nilipata siku hiyo hata driver yangu alijua mimi ni kama ninatumia gari. Nilichukua gari nilikimbia na hiyo gari. Niondoka kwa raia wa hapa duniani. Kumbe ndio nilijua mimi si raia wa huko duniani. Mimi ni raia wa mbinguni. Kumbe hao watu walijui. Ati nilikuwa nafikiri vile mbinguni inajulikana, ninainua mkono mbingu inatenda. Matira hapo na. Akiwa ikarabushi. Ugewa kimokome. Wewe ni raia wa mbinguni. Tutamalizia hapo sana. Raia wa mbinguni. Kuwa raia na uwe na tabia za raia wa mbinguni. Unajua Kenya ninasikia wanaogopa, nchi zote za nje wanaogopa Kenya. Afadhali watuogope sisi watu wa mbinguni. Amen. Nisikia Wanajiri wanasema wanahama. Watu wachie Afrika. Nimevuka Bible hii msheni. Wala asiweza. Wanasema wanataka kuhama. Wanaogopa wa Kenya. Tanzania wanaogopa wa Kenya. Kwa maana wa Kenya wako top. Lakini nashukuru Mungu. Mimi si raia wa Kenya. It is only because niko na ID ya Kenya. Lakini mimi ni raia wa Kenya. Amen. Kwa hata kama Kenya kuna shida, ninaombea Kenya. Ninaombea viongozi wa Kenya. Ninaombea watu wa Kenya. Marais wa Kenya ninaombea. MCA wa Kenya ninaombea. Lakini mimi si raia wa Kenya. Mimi ni raia wa mbinguni. Na mimi mwenyewe nikoka na nieti kaimina. Tonibi raia wa matuile na demonstration yako ndio darasani. May God bless you na Mungu awapende. So tumesema tukitaka kujua wewe ni raia wa mbinguni, tutakuona na matendo yako katika kuonyesha mfano wa unyenyekevu. Amen. Katika ufalme wa Mungu ni wa kunyenyekea. Hebu yule ya beti ya ile wewe na mwanamke wao.
Ora siku ngapi? Udhamaki ule wako hii. Ufalme huu ambao tuko ni wa kunyenyekea. Si ufalme uko na mambo mengi. Ukitaka kwenda mbali chini ya ufalme huu ni kunyenyekea. Na pia kutoanza kunyenyekea Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambia wale watu wako na mali wananyenyekea hapa. Sisi hatuna kitu ndio tunakuwa na shida. Katibu Mungu angalie wakili toka. Kisha na wakili kinyano. Hapo kwa Mungu anawaambia vipi na kinyana. Nigeta huko. Wanasema dai mambo. Ndio Kenya hayo kushana. Hapo nyongo angalie nyongo. Tujie. Abia mwenzako nyenyekea Mungu mtakatifu. Wale raia wa Biblia. Ukiona vijana hawa wanasimama huko ama security team wetu, ninawaheshimu sana. Sikumaanisha ni wagonjwa. Ndio maana wanataka kunyenyekea ndio Mungu ainue. Wako sawa. Anapigwa feni. Mnanyenyekea Mungu anawainua. Mungu awabariki sana. Ninawapenda viongozi wangu. Maana mnajua kunyenyekea na ndipo Mungu atazidi na kuwainua. Mnapozidi na kunyenyekea Mungu atazidi na kuwainua. Ukitukuta na ndugu yako uko chini, hata kazini, hawezi jua who is who. Vitu hapo wasema before. Amen. Na kitu moja ninawapenda na maana wananiheshimu. Hata kama niko chini, they do respect me. Because bless you so much. Amen. Mnaniheshimu. Wengine hata mmesoma kuliko. Wengine mko na mali kuliko. And you do respect me. May God respect you. May God uplift you. Bwana apanue hema na mipaka yenu. Maana katika ufalme huu ni kunyenyekea na Bwana apate kutuinua. Wakati huu nataka tusimame tumalizie hapo. Mungu wetu na Baba wetu, katika jina la Yesu tutakupa sifa, utukufu na heshima. Tulibariki, tuinua jina lako Mfalme. Asante kwa sababu ya kutupenda na ili ya kwamba ukatupa ruhusa. Tunakuita Baba, watuita wana. Hivyo Bwana tunanyenyekea tukijua kwamba ubaba wako ni wa milele na utadumu pamoja nasi na kusimama na maisha yetu. Umetukomboa na umetuokoa Yesu na ukazidi kuwa pamoja nasi. Tunapoomba kwa sababu ya vipindi ambazo zimesalia, kiongozi wa ibada, waibaji wetu, wasemaji wetu, walezi wetu, Bwana mikononi mwako, na kila mhuduma katika nchi yetu ya Kenya tunawainua mikononi mwako, na hata nchi ya Kenya katika dunia mzima. Bwana ninaomba uwepo baraka zako and a mighty breakthrough katika jina la Yesu Kristo. We pray for your labor wonder katika jina la Yesu Kristo. Bwana tuongoze kwa mwongozo wako. Bwana tukitambua wewe ni Mungu wetu. Na Bwana tuko na uraia wa mbinguni. Tusaidie kutembea na kukaa kama wewe mwana wa Mungu. Tusaidie kunyenyekea ili Bwana ukapata kutukuka na ukapata kuinuliwa. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tena tumeamini. Amen. And God bless you so much.